Rais Wolfgang Pisa ambaye ni rais wa Baraza la Katoliki Tanzania, baada ya kuweza kutoa ujumbe mrefu zaidi kwa serikali ya Tanzania na waraka ambao ulikuwa unaonekana dhahiri shahiri kabisa ni kumwachia Tundu Antipas Mugwe Lissu bila ya masharti yoyote, na huku akiendelea kutoa mifano tofauti kwa sababu changamoto kama hiyo ilishawahi kutokea katika nchi mbalimbali ikiwemo Kongo, lakini pia na nchi ya Burkina Faso inaongozwa na Rais Captain El Capitano Ibrahim Traore, na huku akiweza kusema yani panapokuwa na changamoto kama hizo watu huwa wanarejea mezani, yani kama ni vyama pinzani maana yake ni kurejea mezani na kuangalia wapi wanakosea, wapi pana changamoto na wapi pana marekebisho ndani ya katiba, na mwisho wa siku watu wanarudia na kuyarejea vizuri na kurekebisha kile ambacho kina utata. Kwa hiyo alichoweza kuomba kwa serikali ya Tanzania ni kwamba waweze kurejea mezani. Tayari Chama cha Demokrasia na Maendeleo mpaka umefikia hatua ya kujiondoa na kujitoa katika tume ya uchaguzi na hawataki kushiriki, maana yake wanachokihitaji ni waweze kurudi mezani, na kama kutakuwa na mabadiliko ndani ya katiba maana yake hapo utakuwa na ule weledi na uwazi wa kuweza kurejea tena katika tume ya taifa na kukubaliana na uchaguzi. Kwa hiyo ni swala ambalo anajua dhahiri shahiri kwamba endapo hakutokuwa na makubaliano na kama hawatoweza kurejea katika swala zima la meza, manake tena hapo kunaweza kukawa na mchafuko mzito huko mbeleni. Na kama unavyojua kabisa kwamba kabla ya mwezi wa 5 ambao Chama cha Demokrasia na Maendeleo waliweza kuhitaji saini zaidi ya milioni 15 kutoka kwa Tanzania kwenye zile form za petition ambazo inabidi ziende Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo ni swala ambalo kama unavyojua Baraza la Maaskofu limekuwa na nguvu kubwa, na huku tukiwa tunaelewa Katoliki wamekuwa na upana mkubwa wa kuongozwa na Papa. Kwa hiyo swala hili linapoendelea kukua na panapokuwa na mchafuko wa design kama hii na panapokuwa hakuna maelewano katika nchi, manake hili swala linaweza likawa na mvutano mkubwa na likafika pabaya. Kwa hiyo hatujajua ni nini muafaka utakaoweza kuendelea kuhusiana na Tundu Lissu, lakini tunachosubiri ni April 24, siku ya kusikiliza kesi ya Tundu Antipas Mugwe Lissu, na tunavyojua hukumu yake endapo kesi hiyo akashindwa, maana yake ni hukumu ya kunyongwa moja kwa moja, ni hapo bila ya kuomba maji. Kwa hiyo hatujajua muafaka kwamba tayari Baraza la Maaskofu wameweza kutoa wito na kutaka Lissu aachiwe bila masharti, na huku hatujajua ni nini kitakachoweza kujiri kwa serikali ya Tanzania. Je, ni kumwachia Tundu Lissu ama kutakuwa na lipi la kuweza kufanyika kabla ya April 24? Nafikiri cha msingi sana ni tukutane kwenye comment kwa maoni zaidi na ushauri zaidi. Usisahau kuweza kusubscribe, kulike na kucomment.